Karibu sana, tafadhali bonyeza neno subscribe alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia. Tunaangazia mchezo kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Tukitazama mchezo, wapi Simba wamefanikiwa zaidi mpaka kufika finali, lakini pia ubovu wa Simba uko wapi katika mchezo leo, pengine marekebisho yafanyike zaidi. Kwanza Simba ubora ambao wamekuwa nao ni kwenye respect ambayo wamekuwa wakiwapa wapinzani kwenye kila hatua ambayo wamecheza, kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya robo final na nusu final na sasa hivi ni final. Na ambacho kitawabeba katika hatua ya final ni heshima ambayo watakuwa wanampa RS Berkane katika mchezo huu wa kwanza, na kwa vile Berkane yupo katika uwanja wa nyumbani, na ili uweze kupata matokeo katika uwanja wa Berkane lazima kwanza uwaheshimu kwa namna ambavyo wao watakuwa wanacheza, na uikubali kwamba kubali kwamba wana quality kubwa kuliko wewe. Na ni kwa nini tunasema kwamba Berkane ana quality kubwa kuliko Simba? Msimu 2023 24 alipoteza finali dhidi ya Zamalek. Maana yake huyu ni title contender. Msimu 2022-23 alibeba final ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Moja kwa moja unamuona ni mtu ambaye ni title contender kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Lazima umheshimu kwa asilimia kubwa sana, na lazima umheshimu kwa asilimia takriban zisizopungua 75 kwa jinsi ambavyo utakuwa unacheza. Hata kama utakuwa na quality ya hali ya juu, lazima mwalimu andae programu yake ya heshima ya uchezaji uwanjani. Hiyo program inaanzia kuanzia kwenye safu ya ulinzi mpaka safu ya ushambuliaji. Maana yake wachezaji wako hawatakiwi kupoteza nafasi ambazo wao watakuwa wanatengeneza. Kama wana uwezo wa kutengeneza nafasi 7, wanapaswa kutumia 6 mmoja wakapoteza. Sababu ni hatari sana utakapocheza na timu ambayo ipo kwenye ubora wa hali ya juu alafu ukashindwa kuichukua alama 3 ama ukashindwa kufunga magoli ambayo yanahitajika kwenye final kwa sababu ya wewe unashindwa kutumia nafasi. Nafasi itakubeba wewe kuamua matokeo ambayo unayahitaji katika mchezo wenyewe. Na mimi ndicho ambacho nakiona katika mchezo ambao leo Simba atakuwa anacheza. Lakini pengine mapungufu ambayo Simba amekuwa nayo ni kwamba kwenye game za away kuna michezo miwili ambayo ameruhusu magoli. Ameruhusu magoli ambayo ni idadi ambayo unasema magoli mawili. Hayo ndio mapungufu, lakini kuruhusu idadi sio kwamba uwezo kashinda game. Unaweza ukaruhusu lakini nao kashinda kwa idadi kubwa. Na siku zote timu ambayo inaruhusu magoli huwa inapelekea yenyewe kupoteza mchezo, kwa sababu utakuwa na kazi ya kusawazisha alafu uje utafute goli ambalo ni la ushindani ama goli la kufanya sasa wewe urejee kwenye mchezo na uweze kumaintain game na uweze ukashika game kwa asilimia kadhaa, asilimia 100, na ukawa kila kitu ukawa una control kwa ball possession, pasi ambazo umepiga, lakini dribbling ambazo wachezaji wako wanafanya, hizo zinakuwa zinakubeba kwamba mchezaji ukawa na possession kubwa uwanjani. Ili Simba leo ashinde game, anatakiwa kupitia ama wanatakiwa kuangalia katika uwanja wa nyumbani Berkane hajapoteza mchezo wote na hajaruhusu goli, ameruhusu goli moja tu katika mchezo wa nyumbani. Maana yake wanaenda kucheza na timu ambayo ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani sio wepesi kwenye kuruhusu magoli. Wanachopaswa kukifanya ni wao kufanya namna ya kivyovyote ili wao waweze kupata goal na waweze kushinda mchezo wa siku ya leo ndani ya dakika 90. Ikiwa katika mchezo wa pili iwe ni usio kwenye mchezo wa pili usio ni mgumu kwao kama watapoteza katika mchezo wa siku ya leo. Madhaifu ya leo ndio watakaowafanya Simba wao na mlima mzito ama mzigo mzito wa kujitua katika mchezo wa pili, kwa sababu mchezo wa leo ni kiashiria ya kwamba mchezo wa pili ni kipi ambacho anakifanya. Licha ya kwamba mchezo wa leo haujabeba matokeo ya 100%
ya mchezo unaofuata, yani mchezo wa pili. Hata kama game itapelekwa Zanzibar ama itachezwa bara Dar es Salaam, bado Simba ana advantage ya kupata matokeo, sababu popote una uwezo kupata matokeo. Si Afrika tuna faida ya kucheza hiyo finali mara mbili, lakini kwa wenzetu barani Ulaya wanacheza finali mara moja na inachaguliwa kiwanja Pacific ambacho watu wanaenda kwa ajili ya final, na kwa watu wanakwenda kutazama kile ambacho kinatokea ndani ya dakika 90. Kwa hiyo kama hata Simba wenyewe watabaki na mawazo kwamba au wakifungwa kwamba wanarejea katika uwanja wa Zanzibar ambao ni mgumu kwao kupata matokeo, hiyo fikra wanatakiwa kuondoka nayo na kuwaza kwamba wao wana uwezo wa kupata matokeo katika kiwanja chochote kutokana na mipango na ambayo mwalimu anakuwa anaiandaa kwa ajili ya timu kupata matokeo.